Pango lililofichwa chini ya ardhi lilijaa ukimya mzito. Asha na Baraka walitembea taratibu kwenye njia nyembamba ya mawe. Taa za bluu ziliwaka ukutani, zikiangaza njia yao kwa mwanga hafifu unaotikisa kama ndoto. Baada ya dakika kadhaa, walifika kwenye ukumbi mkubwa wenye milango mitatu ya kale. Mlango wa kwanza ulikuwa na mchoro wa moto unaowaka. Wa pili ulichorwa jicho lenye machozi. Wa tatu haukuwa na alama yoyote, tupu kabisa. Chini ya kila mlango kulikuwa na maandishi ya kale yaliyoandikwa kwa lugha walioisoma kwenye daftari la baba yao: huchagua kwa hisia, si macho. Ukweli hupitia maumivu kabla ya mwanga. Asha alimsogelea Baraka, wakatazamana. Mlango wa jicho, alisema. Huo ni huzuni, lakini pia ni ukweli. Kama vile tulivyohisi baada ya kuwapoteza wazazi wetu. Baraka alikubali kwa kichwa, akainua mkono na kusukuma mlango huo. Mara upepo mkali ukavuma na wavutwe ndani kana kwamba walikuwa kwenye mdomo wa mnyama. Ndani kulikuwa na chumba cheupe tupu na ukutani kulining'inia kioo kikubwa. Walipokisogelea, kioo kilianza kuonyesha taswira ya zamani, baba yao na mama yao wakiwa na wasiwasi, wakizungumza na mtu mwenye koti jeusi kwenye sehemu ya giza. Baba yao alitoa kijitabu kidogo, akakikabidhi kwa mtu huyo kwa haraka. Mama yao akasema kwa sauti ya hofu, usijaribu kupotea na hiki. Watoto wetu ndio matumaini ya mwisho. Taswira ikafifia, kisha sauti ya baba yao ikasikika ikisema, ikiwa mmefika hapa, basi mko tayari. Msikimbie ukweli. Msimwamini kila mtu. Baraka alijawa na machozi. Asha alishika mkono wake kwa nguvu. Hii ilikuwa njia waliotufundisha, kutafuta ukweli hata kama unauma. Mlango mwingine ukafunguka mbele yao, ukiwa mrefu, mweusi na wenye kengele ya shaba iliyoning'inia. Safari yao ilikuwa bado haijaisha. Ngazi zilikuwa ndefu, kila hatua ikitoa mlio wa mawe yaliyozeeka. Chini, mwanga wa taa za bluu ulizidi kufifia hadi giza lilipochukua nafasi. Asha alitoa taa ndogo ya mfukoni aliyokuwa ameificha kwenye begi na kuangaza mbele. Walifika kwenye ukumbi mkubwa wa chini ya ardhi. Kati ya ukumbi huo kulikuwa na sanamu kubwa ya simba mwenye mabawa, macho yake yakiwa yamewekewa mawe mekundu yanayometameta kama jicho la binadamu. Mara Baraka alinyamaza. Alisikia sauti ya mtu ikikaribia. Kwa muda mrefu mmefuata miguu ya marehemu, sauti hiyo ilisika kwa ukali. Lakini sasa mmetia hatua ndani ya kiini cha kile walichokufa wakikilinda. Walipogeuka, walimwona mwanaume mrefu aliyevaa koti la ngozi nyeusi, macho yake makali yakimulika kama moto. Nyuma yake walikuwepo watu wawili waliovaa barakoa, wana kikundi cha mikono mitano. Baba yenu alikuwa msaliti kwa sababu alichagua ukweli badala ya hofu, mwanaume huyo alisema. Na sasa mna chaguo hilo pia, jiunge nasi au mpotee kama yeye. Asha alisimama mbele ya Baraka, akasema kwa sauti thabiti, kama ukweli ndio sababu waliwawa, basi hatuwezi kurudia uongo. Mwanaume huyo alitabasamu kwa huzuni, hilo ndilo jawabu nililotarajia kutoka kwa binti wa Mwalimu Juma. Alipiga makofi mara moja. Sanamu ya simba ikaanza kutikisika na sakafu ikagawanyika katikati. Kutokea chini, sanduku la kale la chuma likainuliwa juu na mnyororo. Ndani yake kulikuwa na kitabu cha kale cha familia yao. Kitabu hiki kina kila kitu, alisema. Majina, matendo, ukweli wote. Lakini mkikichukua hamtarudi kwenye maisha ya kawaida. Mtakuwa kwenye orodha yetu, maadui wa mfumo. Asha alimtazama Baraka, macho yao yakazungumza bila sauti. Baraka alikubali kwa kichwa. Tupo tayari. Asha alichukua hatua mbele, akaonyosha mkono wake kwenye sanduku. Lakini kabla hajaligusa, mwanga mkali ukalipuka ukumbini, kelele ya kishindo ikavuma kama radi. Kuna mtu alikuwa amefika, lakini hakuwa upande wowote.